Na katika mtandao wetu wa barabara tuna maeneo mengi ambayo yana changamoto ya vivuko, lakini moja ya eneo hilo ni hili ambalo tupo leo kwenye barabara ya Mgazi Singisa. Na kwa nini tumefanya hapa? Ni kwa kupima changamoto kulinganisha na maeneo mengine. Eneo hili linaunganisha kata ya Mgazi na Singisa, lakini kuna maeneo kuna mazao ya uchumi kwenye eneo hili, wanalima mihogo na mahindi, lakini pia kuna huduma za kijamii ambazo ziko upande mmoja ikiwepo zahanati. Kwa hiyo walikuwa wanapata changamoto sana jamii katika eneo hili kuvusha wagonjwa kufikia kwenye huduma hizo za kijamii. Sasa tuliona ni muhimu kuanza na hii, tukiwa na mradi wetu wa RISE ambao ni lengo kuu ni kuondoa vikwazo kwenye barabara ambazo zipo ndani ya mtandao wetu. Kwa hiyo kwa sasa wananchi wanapita vizuri katika eneo hili baada ya mradi kukamilika. Mradi huu ulianza mwaka 2024 mwezi wa 5 na umekamilika mwaka 2025 mwezi wa 3. Gharama ya mradi ni milioni 574, na ukijumuisha daraja hili ambalo lina urefu wa mita 45, taa 6, na katika network ambayo tupo nayo ni daraja la kwanza ambalo tumelijenga na kuliwekea taa ndani ya barabara zote zilizopo ndani ya wilaya ya Morogoro. Kwa hiyo ni sehemu ya kipekee. Na kwa nini tuliweka taa? Tuliweka taa kwa sababu kwa aina sehemu ambayo tumejenga daraja hakuna makazi mengi karibu na ile eneo. Kwa hiyo tulikuwa tunaimarisha usalama wa watumiaji wa daraja hili hata kwa nyakati za usiku. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutufanikishia kutupatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili ambalo limesababisha au limeleta tabasamu kwa wananchi wa kata hizi mbili. Serikali ya nchi yetu kutusaidia daraja kama hili. Mto huu tumepata hasara nyingi sana za wananchi wangu kupita na maji. Idadi inaweza ikafikia hata 15. Kwa kweli naishukuru mno serikali ya Tanzania imetutengenezea daraja kama hili, linaweza likakaa milele. Wengine wanateleza, wanaondoka na maji, mizigo yao inapita na maji. Kwa kweli kile kitu kimetupa hasara sana ndani ya kijiji changu au kata nzima, kwa sababu huu mto unavuka kata, wananchi wa kata nzima yote wanavukia hapa. Kwa kweli hii ni jambo la kujivunia sana, tena sana, mpaka vizazi vijavyo watalikuta daraja hili watashangaa. Hapa sasa tumegeuza, tunapaita mataa 6. Watu tunashangaa saa 12 taa zinajiwasha, 12 jioni taa zinakufa zenye asubuhi. Kwa hiyo tunashukuru sana, tena sana serikali, tunaomba muendelee kutujali wananchi wenu. Yote namshukuru Mama Samia kutusaidia kwa janga hili hapa la daraja hili hapa, maana kulikuwa na changamoto nyingi sana na kuna wazazi wengi walikufa sana hapa kutoka huku kwenda hospitalini Lutumi. Lakini tunashukuru badala ya kujenga daraja na hata watoto zetu wanasoma, maana watoto zetu ikifika mwezi wa 3 maji yakishaanza hawasomi kwa muda miezi 3. Labda wakipata kama vijana hivi ndio hivi amkubalie ambebe mpaka ng'ambo aende shuleni akasome, kama asipokubaliwa au kama hana hela maana yake itabidi arudi nyumbani. Lakini tunashukuru toka tupate daraja watoto zetu wanasoma vizuri, na vile vifo vya mama tunajua kabisa kumchukua hapo kumpeleka zahanani hospitalini nafika mapema. Lakini miaka iliyopita kama mwaka juzi kuna mama mmoja alikufa hapa kwa ajili ya kumtoa hospitalini kuja hapa kubebana mpaka kule ng'ambo, tukuta ameshakufa na mama na mimba yake. Lakini tunashukuru Mungu mama kutufikiria hili daraja mpaka sasa hivi. Tunashukuru sana kwa hili daraja kwa kweli. Daraja limetusaidia kwa sababu wakati wa kwanza kabisa kabla ya huu mradi daraja kujengwa tulikuwa tunapikia chini huku. Changamoto iliyopo chini huku kwa sababu huu mto mkubwa sana umekusanya mito mingi sana kutoka juu. Hapa maji yalikuwa yanajaa kiasi kwamba wengine tulikuwa tunashindwa kuvuka. Hasa ukiwa na pikipiki kama hivi huwezi kuvuka kabisa. Ina maana utatafuta watu zaidi ya wangapi wabebe pikipiki. Sometimes inatokea maji yanawashinda, pikipiki inaenda na maji. Mnaweza mkaikuta bondeni, mkapeleka gereji, ukatengeneza. Kwa changamoto zilikuwa nyingi sana. Alafu tulikuwa tunatumia hela nyingi sana kuvusha pikipiki. Lakini pia wakati mwingine tulikuwa tunashindwa kupata mahitaji yetu ya kila siku. Hasa kama ukitegemea pikipiki, wakati mwingine unaambiwa kusoko, kuna shughuli unaweza ukafanya kwa sababu za abiria na nini, lakini unaweza kushindwa kuvuka hapa kwenda kufanya shughuli zako zingine. Kwa hiyo uwepo wa daraja hili limetusaidia sana. Kwa hiyo hapa unakuwa free masika, kiangazi,
muda wote, usiku, mchana, kwa sababu ilikuwa lazima upite mchana ili upate msaada. Lakini sasa hivi daraja lipo, unapita muda wote, usiku unapita, mchana unapita, shughuli zingine zinaendelea. Changamoto ilikuwa ni kubwa sana kwa wakina mama wajawazito. Vilikuwa vifo vingi vya watoto pamoja na kina mama, kwa sababu unakuta hapa maji yamejaa. Hasa mtu anatoka kutoka Lumba Juu kuja huku kujifungua Dutumi kwenye kituo cha afya. Akifika hapa kubeba haiwezekani, anambeba machela. Hasa hapo ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru Mungu mpaka hapa tulipo daraja limeisha. Kwa hiyo sasa hivi tuna fursa, yaani wazazi wanajifungua kwa raha, wanafunzi wetu wanaenda shuleni vizuri, na hata walimu wanaishi kwa amani kutokana daraja liko tayari. Hata kanisani tunashukuru Mungu, tulikuwa ni wavivu kanisani kutokana na daraja. Unataka kwenda kwenye sikukuu ya Pasaka unashindwa kuvuka mto, ukibebwa unaweza kadondoshwa, lakini sasa hivi tunaenda kanisani vizuri. Na tunashukuru pia vijana wa Kisoro, kwa sababu tukifika hapa walikuwa na moyo, wanakubeba hata mama mjamzito wako tayari wanafunga na mti ili kukubeba machela, kukuvusha, kuokoa maisha ya binadamu. Kwa hiyo tunashukuru sana Singisa. Hali hii tulikuwa tunaiona kama Dar es Salaam, Ndese, wapi, lakini imetufikia Singisa yetu. Kwa hiyo Mungu abariki sana wenzetu waliotea daraja, tena tunashukuru sana.